Kwa majina naitwa CPAT Governor Tupele Mwatesa, ambaye ni mwenyekiti wa tamasha la watumishi halmashauri ya wilaya Misenyi, ambapo sasa tunakwenda kutambulisha tamasha la watumishi season 2 kwa maana mwaka huu 2026, ambao tunatarajia kufanyika kuanzia tarehe 10 mwezi wa 7 2026, lakini awali tulifanya mwaka jana, ambapo mwaka jana ili tamasha lilifanyika siku moja, iliadhimishwa mnamo tarehe 6 mwezi wa 7 2025. Sasa mwaka huu tamasha hili linatarajia kuwa na vitu vingi tofauti na mwaka jana, ambapo mwaka jana tulikuwa na tamasha kwa siku moja. Mwaka huu tunatarajia kuwa na tamasha kwa takriban wiki nzima. Litaanza mnamo tarehe 10 mwezi huu unaofuatia mwaka maana mwezi wa 7 2026, na tamati yake kwa maana kilele itakuwa ni tarehe 17 siku ya Ijumaa 2026 kwenye viwanja vya Mashujaa. Lakini kabla hapo itatanguliwa na mambo mengi kama nilivyosema hapo awali, ambapo kwanza kwenye wiki nzima tutatoa huduma kwa jamii kama vile kutoa damu, kutakuwa na shughuli za kiafya, kupima afya kwa magonjwa yale yanayoambukizwa na yale yasiyoambukizwa, lakini pia tutafanya vitu vingine vingi ikiwa pamoja na kufanya usafi kwenye maeneo mengine kwenye taasisi za umma na maeneo mengine ambayo tutaona kama sisi kama Bonanza, waratibu wa Bonanza inafaa. Pamoja na hayo pia tunategemea kuwa na michezo mbalimbali ambapo kwenye hiyo wiki nzima tutakuwa tukiifanya, ambapo ratiba itatoka rasmi, lakini tunatarajia kwamba michezo hiyo inaanza kuanzia angalau mchana, kuwafanya watumishi wote washiriki kujenga afya zao. Pamoja na kufanya kwa Bonanza ni kwa ajili ya kufurahishana, lakini pia ni pamoja na kujenga afya za watumishi. Pamoja na hilo, tunatarajia pia jioni yake baada ya Bonanza kufanyika siku zote hizo 7, siku ile ya kilele, ratiba itakuwa imepangwa kwamba asubuhi tutakuwa na maadhimisho kwa maana ile ya kilele, na pamoja ambao yatahusishwa na mgeni rasmi atakayekuepo kwa siku hiyo. Lakini baada ya hapo tukishamaliza zile shughuli za asubuhi mpaka ile jioni yake tutakuwa na gala dina ambayo itafanyika ukumbi ambao tutakuwa tumeuchagua kwa siku, lakini tunatarajia kutafanyika Nyabutaizi. Kishafika kwenye lile eneo, moja kati ya kitu ambacho kitafanyika siku ile ya jioni ni burudani mwanzo mwisho. Yaani ni burudani mwanzo mwisho, unakuja pale kuburudika, unasahau kwamba sasa ulikuwa na mawazo nyumbani, umegombana na nani, ulifanya naye nini. Ni kwenda kufanya unit, kufanya burudani ambapo tunatarajia kuna vitu vingi. Lakini moja kati ya kitu ambacho tunakitarajia siku hiyo kwamba tunategemea kuwa na live band, kuwa na ma DJ watakuwa kuja kutuburudisha hiyo siku. Lakini ukiacha hivyo pia tunatarajia kuwa na vyakula vya kutosha, vinywaji, na ili uweze kuburudika sio mbaya. Tumeona ni busara, kamati kaona ni busara wataweza kushiriki kipindi chao cha gala dina, basi mtu achangia shilingi 30,000 ili angalau aweze kuenjoy na aweze kuona kwamba hii sherehe kweli ni ya kwake, na tunawakaribisha. Mimi kama mwenyekiti ningetamani kama kwenye kila idara ambazo tumezichagua kwa ajili ya michezo, kwa maana kama tumechagua zile idara zetu mama 5 ambapo tuna utawala, kwa maana kwamba wao wanahusisha watendaji wa kata na vijiji na watu wengine ambao kwenye extension officers ambao kule pembeni. Lakini pia tuna idara ya elimu msingi na awali, tuna idara ya elimu sekondari, lakini pia tuna afya na sisi headquarter ambao tuko hapa makao makuu. Kwa hao watashiriki michezo yote ikiwemo football, ikiwemo basketball, lakini na netball. Kwa hiyo tunaziomba na tunatoa rai timu zote ambazo nimezitaja ziandae michezo yote ambayo wamejiandaa. Kutakuwa na karata pia, kutakuwa na bao na kuvuta kamba, kuna wale wenzako kukimbia na mayai na michezo mingine yote ambayo tunaiorodhesha hiyo siku ya burudani. Natoa rai na nawakaribisha sana, usiache kushiriki mchezo wote. Chagua mchezo unaweza kuushiriki, karibu ushiriki. Baada ya kusema nawakaribisha sana, mwaka unadhani tamasha litafana sana, na ndio maana tumelita tamasha la watumishi season 2. Karibuni sana.